Sasa kwa kwanza tuanze na dabi ya Kariakoo ambayo hii imeotambawa mpaka Juni 25 ndio itapigwa. Swali kubwa la wengi. Kwanza tuanze na nini kimetufikisha hapa tulipo, nini kimetufikisha mpaka jambo hili limefika kwa mamlaka kubwa kama mamlaka alionao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Licha ya mambo mengi ya kuiongoza nchi, ikambidi kuja kuigusa pia dabi ya Kariakoo. Kuto kuwajibika na uadilifu ama uaminifu kwa viongozi ndio kitu ambacho kimesababisha tumefika hapa tulipo. Kwanza kuto kuwajibika ni kwa baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi, hawakuwajibika ipasavyo kuhakikisha kwamba mchezo wa tarehe wa mwezi wa 3 unachezwa, na ndio maana umelekuja kuzalisha mgogoro mkubwa ambao umetufikisha hapa tulipo. Lakini pia kukosa uaminifu kwa baadhi ya viongozi ndani ya shirikisho, bodi ya ligi, lakini pia kwa viongozi wengine wa soka hasa wa Simba na Yanga pia vile vile. Imani imepotea kwa hawa watu, na ndio maana inaweza katokea changamoto kama hizi. Yani mara nyingi inavyotokea maandalizi ya mchezo wa dabi, ni mara nyingi husikii Simba wakiwa wanafanya mazoezi kwenye uwanja ambao wanaenda kuchezea mechi ile siku ya mwisho ya mchezo. Mara nyingi husikii, wala hata Yanga mara nyingi husikii kwamba wanaenda kufanya mazoezi pale. Watafanya maandalizi kwenye viwanja vyao huko, kitu chao kitamalizikia huko. Lakini kwa nini Simba ile siku walitaka kwenda kufanya maandalizi pale Benjamin Mkapa, na kwa nini walizuiwa? Vilitajwa vitu vingi sana, kwamba si waleta na mbuzi na wazee weusi, wazee wafupi, si na nini. Hayo ni masuala ya kiimani, kwamba watu wanaamini kwamba pengine wakiingia na zile mbuzi pengine kuna kitu kitakaenda kufanyika pale, umeelewa? Lakini pia watu hawaaminiani. Yani leo viongozi wa Simba hawaamini viongozi walioko TFF, hawaamini viongozi walioko bodi ya ligi. The same kwa Yanga, hawaamini watu walioko TFF, hawaamini watu walioko bodi ya ligi. Na ndio maana kila mtu anaweza kumnyoshia kidole mtu fulani kwenye sakata fulani. Kwa mfano angalia Yanga, wanasema Steven Mguto, CEO Almas Kasongo ni watu ambao wamechangia kusababisha kanuni za ligi kuu zisitumike ipasavyo. Lakini hao viongozi hao watatu ndio ambao wawili ndio ambao walikuwepo wakati Yanga anachukua ubingwa mara 3 mfululizo, tena mashindano yote, ligi kuu, kombe la FA. Wote walikuwepo, na wakati wote wanapata mafanikio. Ndio viongozi ambao walikuwa wanasimamia hizo mamlaka za soka, ambazo pia ndio zilianza kusimamia soka mpaka michezo 3 ya mwisho imebakia ndio wamesimamia. Lakini bado maamuzi ambayo yamefanyika walikubaliana nayo, ila kwa sababu tu itokea sintofahamu kwenye mchezo wa dabi ambao wao Yanga waliamini kwamba Simba alipendelewa, basi wanaona wale watu hawafai kuliongoza shirikisho, kwa sababu tu wanaamini kwamba hawa watu kuna namna fulani watu wanakaa Simba fulani ndani yao. Ndio maana akaja kugoma. Kwa hiyo wakati mwingine kutokuaminiana ni sababu nyingine ambayo imetupeleka hapa tulipo. Sasa ili vitu vyote viwili tuweze kuviondoa kwenye mpira wetu, kwa maana ya kupata viongozi ambao ni waadilifu na wawajibikaji, kwanza ni kuwa na awareness ya usimamizi wa kanuni ambazo tunazitengeneza wenyewe. Hizi kanuni kabla hazijatumika, kila klabu inapata hizo kanuni. Tena wanaipata ikiwa kwa maandishi, ikiwa imeandikwa vizuri kwenye mfumo kama wa kitabu. Unajua tofauti na sisi tuna download kwenye mitandao. Yani sisi tunaingia pale kwenye website, tunachukua kwenye mitandao hivi tunasoma pale. Lakini wenzetu wale wanapata kwenye mfumo fulani wa kitabu fulani, kwamba unashika, unapekua, unasoma moja baada ya nyingine. Na kuna kwenye mkutano mkuu zile kuna zile unwritten kuna zile kanuni ambazo hazijaandikwa, kanuni ndogo ambazo hazijaandikwa. Yani kwa mfano kwenye kila mashindano zipo kanuni ndogo ambazo mnakubaliana tu kwa mdomo ambazo hazijaandikwa. Kwa sio kila kanuni itakuwa imeandikwa. Kwa mfano unakuta labda kutakuwa kuna adhabu za nje ya uwanja, kutakuwa kuna hizi adhabu ndogo na nini na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinakuwa vipo. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine pia ambao ndio inakuwa kuna busara ndani yake. Umeelewa? Kuna hivyo ni vitu ambavyo ndio hizo kanuni ambazo hazijaandikwa popote. Yaani kwamba kuna baadhi ya matukio ambayo itabidi tuzungumze tu mimi na wewe, tujue namna ya kuyasolve. Sio lazima tutumie kanuni. Kwa sababu hatuwezi kuandika kila kitu kwenye kanuni. Zipo, wanaambiwa kila kitu wanajua. Lakini bado unakuta kanuni zipo lakini zinashindwa kutumika. Kwa nini zinashindwa kutumika? Kwa sababu tuna viongozi ambao sio sahihi kwenye maeneo husika. Ambao wanataka hata vitu ambavyo vimeandikwa kwenye kanuni basi busara itumike. Ndio maana tunakuwa na changamoto kama hizi. So tunapaswa kuwa na viongozi ambao wana uwezo
wa kusimamia zile kanuni ambazo zimepitishwa na watu wote kwa pamoja.